Mheshimiwa Mwenyekiti, kijiji cha Igagala ni miongoni mwa vijiji hivyo vinavyotekeleza mpango wa kunusuru kaya maskini katika halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe. Utekelezaji huu wa shughuli ya mpango ulianza mwaka 2015 na kufanya mikutano ya hadhara ya utambulisho wa mpango. Jumla ya kaya 78 ziliridhishwa mwaka 2015 mpaka sasa kaya 2 zinanufaika na mpango huu. Kupungua huku kwa walengwa kumetokana na sababu mbalimbali kama kuhama kwa walengwa na kuimarika kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, uboreshaji wa miundombinu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kijiji cha Igagala ni miongoni mwa vijiji vilivyonufaika na mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya afya kupitia ufadhili wa nchi zilizozalisha mafuta kwa wingi ulimwenguni awamu ya 4 yani OPEC. Kijiji hiki kilipokea kiasi cha shilingi milioni 501,684,964.78 kutoka TASAF kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya Igagala katika majengo ya jengo la kichomea taka, jengo la upasuaji, jengo la mama na mtoto, jengo la maabara pamoja na nyumba 2 za watumishi, na mradi huu umetekelezwa kwa force account. Mradi ulianza tarehe 1 mwezi wa 6 2023 na ulitarajiwa kukamilika tarehe 30 mwezi wa 9 2023, lakini kutokana na changamoto zilizojitokeza kipindi hicho cha utekelezaji, hasa changamoto ya mfumo kwa kipindi kirefu, kupelekea mradi huu kukamilika tarehe 30 mwezi wa 7 2024. Hapa chini tuna jedwali lenye mchanganuo wa fedha tulizozipokea kwenye kila jengo. Jengo la mama na mtoto tumepokea milioni 138,559 na jengo limekamilika. Jengo la upasuaji milioni 130,555, jengo limekamilika. Jengo la maabara milioni 80, jengo limekamilika. Jengo la kufulia na kichomea taka milioni 58, mradi umekamilika. Jengo la nyumba ya mtumishi 2-in-1 yenye vyumba 3 vya kulala milioni 93, mradi huu umekamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto za utekelezaji. Kupitia mradi huu wa uboreshaji wa miundombinu mpaka sasa kwenye kijiji hichi na kata hii ya Urembwe, tuna changamoto moja ambayo ni ukosefu wa jengo la kuhifadhia maiti. Hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa kijiji cha Igagala wanatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha kutoa fedha katika kijiji chetu kupitia mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF. Aidha, kutoa shukrani za dhati za kipekee kwako Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kutenga muda na kutembea kijiji chetu. Haikuwa rahisi. Ilikuwa ni ndoto, lakini leo hii tunaona kwamba ni jambo ambalo si kwetu hapa linatupa faraja, na nimesikia kwamba tayari tuna kina mama kadhaa wameshajifungulia hapa. Igagala oye! Tena uzuri wake miongoni mwa ma-CMC wetu mmoja amejifungulia hapa, kuonyesha kwamba huduma iko thabiti. Kwa hiyo kina mama jamani, tujiandae kubeba matumbo. Kweli si kweli? Lakini zaidi ya yote, mkurugenzi wetu, nakushukuru sana kwa ajili ya haya yote yaliyofanyika mahali hapa. Ni kweli tumekamilishiwa wodi la mama na mtoto kama unavyoliona, lakini bahati mbaya sana hatuna wodi la kulala wagonjwa wengine kama kina mama, kina baba. Kwa hiyo kushukuru pia, naomba lete ombi langu na kuomba pia, ikikupendeza, kwa sababu hapa tunahitaji huduma nyingi, ikikupendeza tuombe tusaidiwe mawodi, na pia ikikupendeza tuweze pia na mochwari pia, ili tupunguze kasi ya kwenda mpaka Njombe wakati mwingine na kupeleka hasa Njombe kwa ajili ya kuhifadhi maiti. Kijiji kufikia 2030 tutakuwa mjini tena. Na ndio maana ukiangalia kulia na kushoto makazi yamebadilika sana, na niliwaambia nyumba anazojenga ni sawa kama hizi zilizotupa.
Kwa hiyo hamna tena mabati yale ya zamani. Yale mabati ya zamani waachie zile vijiji vingine na kata nyingine, lakini Urembwe sasa hivi wao sasa wanajenga Msauzi yote. Tutaangalia kulia na kushoto. Kwa hiyo ndio maana uchumi unaongezeka, wamebaki wawili na hao wawili wako mwishoni watahitimu. Lakini niombe tu kwamba kama alivyoomba mheshimiwa mwenyekiti, sisi kama Wanging'ombe halmashauri tunania barabara hizi kuu hii ya kwenda Makete mpaka Mbeya tukifanye kituo chetu kwa hospitali ndogo. Ndio maana tunaomba hodi ya wanaume na hodi ya wanawake na mochwari. Na kule njia ya kwenda Mbeya kule Wanging'ombe pia tuko kituo cha Wanging'ombe ambacho na chenyewe tunakifanya kwa hospitali ndogo. Kwa hiyo barabara zetu hizi mbili tunataka kituo hiki kiwe wanasema mini hospital. Kwa hiyo tutakuletea maandiko kwa sababu umefika, basi ni hiyo ndo dira yetu ya wilaya kwamba barabara zote kwa sababu zinahudumia kwenda hichi jirani tunazopakana nazo. Kwa hiyo hapa ndo maana mwenyekiti akaomba hizo hodi mbili pamoja na mochwari, lakini tutakuletea andiko. Lakini kule Wanging'ombe pia tunao mradi unaotusaidia kuhakikisha kwamba tunafikia kwenye hilo hospitali ndogo. Kwa kweli binafsi nafarijika sana. Nipongeze sana, nirudie tena kwa kazi nzuri ambayo imefanyika. Niombe tu moja katika hilo, utunzaji wa mali ambayo tumeipata. Utunzaji, mimi nadhani uongozi wa kijiji na halmashauri tunapokuwa na rasilimali kama hii, ni wajibu wetu kuitunza ili iweze kusaidia sisi tuliopo leo, lakini pia na wale ambao watakuja baadaye. Kutoka hapa mpaka iliko hospitali kubwa ya Ikonda, kama unaelekea Makete, au hospitali ya Rufaa Mbeya kama unaelekea Mbeya, au kama unaelekea Iringa mpaka Mafinga, pana mwendo. Kwa hiyo kama huduma nyingi ambazo zinatakiwa zitolewe na kituo cha afya kama hiki zitapatikana hapa, kwa kweli ni ukombozi mkubwa sana kwa wananchi. Itapunguza nauli, itapunguza usumbufu, yani ni jambo ambalo lazima tuishukuru serikali kwa moyo wa dhati na kwa namna ambavyo serikali imetupa hii rasilimali. TASAF tunatekeleza tu, lakini mtoaji wa fedha zote Mheshimiwa Rais na serikali anayoiongoza. Kuna maombi ambayo yamewasilishwa. Moja ni la sehemu ya kuhifadhi maiti, lakini pia kuna wodi ya wanaume na wanawake. Labda niseme TASAF kama sehemu ya serikali, na serikali yenyewe iko hapa, tutaendelea kuzungumza nao tuone namna bora ya kuweza kufanya hiyo, kutekeleza hayo maombi. Lengo ni kuhakikisha kwamba ule mwongozo wa Wizara ya Afya unapoanzisha kituo cha afya, kuna vitu muhimu ambavyo ni lazima viwepo. Naitwa Christopher Ndendekisye, ni mkurugenzi wa chuo cha True Road Safirisha. Sisi tuna kozi 6. Ya kwanza fashion designing, ya pili cosmetology ambayo ina maeneo mawili, hair dressing lakini pia na beauty, ya tatu hotel management, ya 4 tunafundisha upande wa magari kuendesha, na haya ni magari makubwa, malori na gari za abiria. Ya 5 ni kozi ya ujenzi wa vitu mbalimbali, kwa hiyo tunaita construction and crafts. Ya 6 ni mambo ya biashara kwa maana business studies. Sisi tupo Ilala Boma, Dar es Salaam, karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Hosteli ni bure kabisa kwa wale ambao wanatoka mbali. Asanteni.